Kwanza hongera, umefanikiwa kuondoka na ushindi leo dhidi ya Savio. Bwana, tuambie mchezo ulikuwaje, lakini pia ndio mchezaji wa Stade Warriors kwa siku hii ya leo. Umefanikiwa kuondoka na 3 point nyingi sana. Bwana, shukrani sana. Mshukuru kwanza Mwenyezi Mungu kwa kutupa hii nafasi yetu na sisi kushinda, kwa maana yeye ndo anapanga nani asinde na yeye. Lakini kwa jitihada tulizofanya na tulizojitoa uwanjani tumeweza kupata ushindi. Nashukuru. Pengine ushindi huu umetokana na mara baada ya kupoteza mchezo wenu wa pili zile Outsiders, moja kwa moja wachezaji mkakaa chini na kuamua kwamba mchezo huu ni do or die. Of course hii ni do or die, sio kwa mchezo huu peke yake, lakini kwa michezo mingine yote. Hii imekuwa kufungwa game iliyopita ilikuwa kama chachu ya kutukumbusha bwana, sio timu bora sana na wala hakuna bora kwenye ligi. Mtu yote anaweza kufungwa na mtu yote anaweza kashinda vile vile. Kwa hiyo ile ilikuwa ni kama wake up call, na sisi tumeamka tumeamua tujitume mpaka hatua ya mwisho tupate kushinda leo, lakini vile vile tujitume zaidi kushinda game hiyo. Unaweza kutuambia maandalizi yalikuwaje? Kwa sababu katika mchezo dhidi ya Outsiders au kufanikiwa kupata 3 point nyingi, hatimaye leo hii umewaka sana mzee. Bwana, ilikuwa ni kujilock in, maana ni siku moja tu toka ile game ya Outsiders. Nilipumzika, nikatuliza akili yangu, nikuone wapi madhaifu yangu na uwezo wangu wapi, yaani sehemu gani ni mzuri zaidi na sehemu gani sio mzuri. Kwa hiyo nimeamua kukitumia kile ambacho ni mzuri zaidi kwa upande wangu, ambapo ni pazuri ndipo ambapo nimeamua kupatumia, na ndio maana nimeweza kufanya vizuri. Mnarudi tena katika uwanja wa mazoezi moja kwa moja, unaenda kuboresha maeneo gani, lakini pia unaambia vipi kuelekea game yenu inayofuata? Bwana, kwanza tukirudi uwanja wa mazoezi tusijisahau, kwa maana ligi bado ndefu. Tuna michezo takriban 11 inayofuata. Kwa hiyo yote hiyo nidhamu, tuongeze nidhamu katika mazoezi tuweze kulifanya yale ambayo anatuelekeza mwalimu. Tukushukuru sana Felix. Asante sana. Pamoja.